بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea madarasa haya sira yake kipenzi chetu, na tumefika katikati ya maradhi yake ya mwisho bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tulikuwa kama tulivyoashiria tutazungumzia kuswalisha kwa Saidina Abu Bakar. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawaida ndio alikuwa akiswalisha watu, ndio kawaida ya kiongozi wa Kiislamu. Sasa ilipokuwa ile homa imezidi, yale maradhi yamezidi, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akashindwa kutoka. Basi akaamrisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaamrisha akasema, muru Abu Bakr falyusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakr, Abu Bakr as-Siddiq, muamrisheni akaswalishe watu. Akakariri maneno haya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huku wale maansari walipoona ile hali wanazunguka pale msikitini, manake Bwana Mtume amechelewa, si kawaida yake, basi kawa na hamu kubwa sana. Naam, Sayyidatuna Aisha aliposikia haya kutoka Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidatuna Aisha akamwambia, ya Rasulullah, huyo babangu ni mtu mpole, moyo wake yani mwepesi, moyo wake laini, akisoma Qur'ani huyu watu hawatomsikia kwa kulia, afadhali wate mwingine aswalishe ya Rasulullah. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema tena, muru Abu Bakr falyusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakr aswalishe watu. Sayyidatuna Aisha kaketi, akakariri yale Bwana Mtume ile da'wa ama ile amri akaikariri tena. Basi Sayyidatuna Aisha mwisho akamfuata Hafsa, akamwambia Hafsa, mwambie Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusiana na Abu Bakar, mwambie amwamrishe Saidina Umar. Sayyidatuna Hafsa akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasirika, akasema, ma inna kunna suwahibatu Yusuf, ama inna kunna sawahibu Yusuf, nyinyi ni kama wale watu wa Yusuf, yani wale wanawake wakati wa Sayyidatina Yusuf, hususan Zulaikha, ni kuwa alikuwa ameficha jambo, yeye alikuwa na kitu amekificha, lakini akadhihirisha kitu kingine. Yani yeye Zulaikha aliwaalika wale wanawake waje wamuone nani, Saidina Yusuf, yeye akidai kuwa ni uwalishi tu, lakini alikuwa amekusudia waone ule uzuri wa Saidina Yusuf. Basi hapa Sayyidatina Aisha maulama watuambia, na yeye mwenyewe pokea, sema ilikuwa yeye kama aona kuwa ikiwa Saidina Bakar atasimama ile sehemu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu watahesabu kama labda ile ni yani si bahati nzuri, watu watakuwa na hawatakuwa na tafaul, yani watakuwa na tashaum, wataichukua ile kama ni mbaya, bahati mbaya kwa Saidina Bakar, watu hawatompenda kama hivyo. Basi Sayyidatina Aisha ikawa yaogopea hilo, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaamrisha mwisho sasa amri ya kukata. Basi Saidina Bakar ndio ikawa ndio akaswalisha Saidina Bakar. Huku Saidina al-Abbas akaenda kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamweleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam namna ambavyo wale maanswari maswahaba wana wasiwasi zunguka. Basi akatoka Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huku amemshikia ama amemwegemea Saidina Ali na Saidina al-Fadl. Huyo al-Fadl ibn al-Abbas ni mtoto wa Saidina Abbas, huyu ni mkubwa kuliko etwaje Ibn Abbas, yani Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ndo maarufu, hata ikisema Ibn Abbas moja kwa moja yafahamika ni Abdullah, lakini hapa alotoka yani kumsaidia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa ni Ali, Saidina Ali na Saidina al-Fadl ibn al-Abbas. Na ikawa Saidina al-Abbas yuko mbele yao, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitoka huko amefungwa kichwa chake na kitambara kwa ajili ya lile joto la homa.
Naam. Na huko bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatembea, lakini hivyo hivyo ile miguu anafanya nini? Anaiburuta mpaka akaketi katika ile mimbari yake, watu wakamkimbilia. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamshukuru Mwenyezi Mungu, akasema alhamdulillah, akamsifu. Kisha akazungumza bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema imenifikia mimi kuwa nyinyi muogopa kufa kwa mtume wenu, muogopa kufa kwa mtume wenu. Wale masahaba machozi ya walenga wametulia tu, wanamsikiza bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana Mtume akasema, je, kuna nabii yoyote ambaye ashawahi kupewa maisha ya milele? Kuna mtu yoyote hata katika nyinyi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ambaye amepewa maisha ya milele? La, mimi nitakutana na Mola wangu na nyinyi pia mtafanya nini? Mtakutana na Mola wangu, subhanallah, na nyinyi pia mtakutana na mimi. Basi akasema, basi mimi nawahusieni nyinyi muhajirina, hususan wale wa kwanza na wahusieni nyinyi kwao muwafanyie khairi. Subhanallah. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yotaja zile fadhila za watu, hasahau zile fadhila za watu, na ndio ubinadamu. Sisi kama Waislamu haya ni mambo siku hizi tuyasahau. Yule aliyotufanyia fadhila tumsahau, tutamtukana tukijisikia, tutamsengenya tukijisikia. La, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka katika wakati wake wa mwisho anakumbuka fadhila za masahaba. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia akawahusia kwa maansari khairi, akasema hawa ndo wale waliotoa nyumba zao wakawapa, hawa ndo wale ambao mali yao, mimea yao waligawanya nusu kwa nusu wakawapa nyinyi muhajirina. Hawa waliwafungulia milango ya nyumba yao, mungie muketi na wao. Subhanallah. Wao wali sacrifice kwa ajili yenu nyinyi, basi pia wafanye nini? Wafanyie wema. Subhanallah. Akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtu yote ambaye atapewa kuongoza ama kuhukumu baina ya watu wawili, basi aangalie yale mazuri ya wale watu, aangalie yale mazuri ya wale watu. Kisha akasema, nyinyi inshallah mtakutana na mimi nitakuwa ni kama zawadi yenu, kitangulizi chenu. Mimi nitawatangulia nyinyi mtakuja baadaye, na inshallah sehemu ambayo tumeahidiana tutakutana ni katika haudhi yangu, katika kisima changu siku ya kiyama. Kisha akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikiwa mtu yataka kukutana na mimi katika kisima hicho, basi yani kesho hiyo siku ya kiyama, asema basi afanye nini? Azuie mdomo wake na azuie mikono yake, azuie ulimi wake na azuie mikono yake, isipokuwa kwa kitu ambacho kinastahili, illa fima yambaghi, yani usiseme isokuwa kinachostahili kusemwa. Usitukue mali ya mtu, usitukue mali, usipige mtu isipokuwa ni kwa haki, usichukue mali isipokuwa ni kwa haki, usiseme isipokuwa ni haki. Tena si haki yote husemwa, lakini yote yasemwayo yawe ni haki. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atukumbusha hapa jambo muhimu. Naam. Basi masahaba kidogo wakapumbaika. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akarudi kwake, na inshallah katika madarasa yatakayokuja tutaeleza yalotokea baada ya hapo. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.